Tunaishi kwenye dunia ya kutakiana mabaya. Ukifanya vizuri ni wachache watakao kupongeza, lakini ukikosea wako wengi watakaoinuka wakunyoshee vidole. Safari ya hatima, kuna watu watakupuuza, kuna watu watakudharau, kuna watu watakushusha viwango, kuna watu watakuzungumza vibaya kwamba hufai, hustahili, sio wewe. Kataa roho ya kupuuzwa, sije ukaipa nafasi ndani yako. Kuna watu wa nyumbani kwenu hawajui wewe ni nani, watakudharau tu. Usijidharau mwenyewe. Kama una cha Mungu ndani, Mungu atakufuatilia tu popote pale ulipo. Kesho Jumamosi tunasukumwa kuwa na maombi maalum kwa ajili ya watoto wetu. Tukasema pia ni vizuri watoto wakasogea madhabahuni na sadaka zao, kwa maana wao wanamwamini Mungu kwa neno, kwa maombi na kwa sadaka, na tutawatamkia neno kwenye hii madhabahu kesho, na baada ya hapo semina itaendelea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kama unao watoto nyumbani, wewe ni mzazi, ni mlezi, kesho ndio unao kanisani, tutawaruhusu mapema, tutaanza nao na tutawapa bahasha watoto, wataweka sadaka zao kesho hiyo. Kiwa wamesimama, omba haya maombi baada yangu, yataongozwa na ile Isaya 54:17. Ni mstari wa vita, ni mstari wa mapambano, ni mstari wa kubatilisha silaha za adui na maneno yao, ni mstari wa kurudisha watesi wetu na wataabishaji wetu nyuma. Kwa tutaukiri huo mstari kinabii, maana yake utajitamkia mwenyewe uwe wa kwako, alafu yako maombi nitakayoongoza hapa, alafu tutaendelea. Usisahau ya kwamba leo Ijumaa, kesho Jumamosi, kesho kutwa Jumapili tunamaliza. Kwa hiyo tuna siku 3 tu za kinabii kuanzia Ijumaa hii. Amen. Rudia neno hili baada yangu. Sema, kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yangu kunihukumu nitauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wangu na haki yangu inayotoka kwa Bwana Mungu wangu. Kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yangu kunihukumu nitauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wangu na haki yangu inayotoka kwa Bwana Mungu wangu. Tunakwenda kumaliza kwa mara ya 3, alafu nakwenda kuongoza maombi. Amen. Kanisa, amen. Unavyoukiri mstari ndivyo inavyotokea. Hakuna silaha ya adui itakayofanikiwa juu yako. Hakuna ulimi wa adui utakaofanikiwa juu yako. Rudia kwa mara ya 3 tena kwa imani na kwa sauti. Kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yangu kunihukumu nitauhukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wangu na haki yangu inayotoka kwa Bwana Mungu wangu. E Mungu liye hai, sawa sawa na neno lako kwa kinywa cha nabii Isaya 54:17, nasimama kwa imani na hili neno jioni ya leo. Ninabatilisha silaha za adui, ninabatilisha silaha za mtesi, ninabatilisha silaha za mtaabishaji. Kila silaha, kila silaha, kila silaha, kila silaha iliyofanyika juu ya maisha yangu, iliyofanyika juu ya malango yangu, iliyofanyika juu ya uzao wangu, iliyofanyika juu ya watoto wangu, iliyofanyika juu ya afya yangu, jioni ya leo hizo silaha nazibatilisha kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninazigeuza, ninazipindua, ninazigeuza, ninazipindua mara 7, mara 7, mara 7, mara 7.
zirudi zilikotoka, zirudi kwa aliyezituma. Mara saba, mara saba, mara saba, mara saba, mara saba, mara saba. Ninazipindua, ninazigeuza, ninazipindua, ninazigeuza, ninazipindua, ninazigeuza. Mara saba, mara saba, mara saba, mara saba. Mashariki, magharibi, kaskazini, kusini, kwenye anga, kwenye mbingu, kwenye ardhi, kwenye bahari. Mara saba, mara saba, mara saba, mara saba, mara saba. Zirudi kwa aliyezirusha, zirudi kwa aliyezituma, zirudi kwa aliyezielekeza kwenye maisha ya kwangu. Zirudi kwake mara saba, zirudi kwake mara saba, zirudi kwake mara saba, kwa jina la Yesu. Haya, batilisha silaha za adui. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Shughulika na silaha za adui, batilisha silaha zao, zigeuze silaha zao, zipindue silaha zao. Nimekwambia ya kwamba zimebaki siku 3 tu tumalize kongamano hili la kufungia mwaka huu 2025. Ni siku 3 za kinabii. Tembea katika ulimwengu wa roho. Batilisha, zigeuze, batilisha, zipindue, batilisha, zigeuze, batilisha, zipindue. Mara saba, mara saba, mara saba. Pasiwepo na yeyote mahali hapa ambaye atanyamaza kimya. Omba, mtu wa Mungu, omba. Ndio imenenwa, imetamkwa, imeandikwa. Kila silaha, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, haitafanikiwa. Batilisha silaha zao, zipindue silaha zao, zigeuze silaha zao. Pia imeandikwa, na wanaswe sawa sawa na hila zao walizoziwaza, na wanaswe sawa sawa na hila zao walizoziwaza, na wanaswe sawa sawa na hila zao walizoziwaza, na wanaswe sawa sawa na hila zao walizoziwaza. Pindua silaha zao, geuza silaha zao, batilisha silaha zao. Rabosaya, 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 rabosaya. Tunageuza, tunapindua, tunageuza, tunapindua, tunageuza, tunapindua, tunageuza, tunapindua, tunageuza, tunapindua, tunageuza, tunapindua. Silaha zao hazitafanikiwa, silaha zao hazitafanikiwa, silaha zao. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, omba tena ya maombi sehemu ya pili. Sema, Mungu uliye hai, nasimama kwa imani na neno lako hili, neno la kinabii lililonenwa kwa kinywa cha nabii Isaya 54:17. Kila ulimi, kila ulimi, kila ulimi utakayoinuka juu ya maisha yangu kunihukumu, nitahukumu kuwa mkosa, nitahukumu kuwa mkosa. Jioni ya leo ninabatilisha kila neno la uharibifu lililonenwa juu ya maisha yangu. Nalibatilisha kila neno lililonenwa juu ya maisha yangu, neno la uovu, neno la uharibifu, neno la aibu. Nalibatilisha kwa damu ya Yesu. Nayapindua maneno yao, nayageuza maneno yao, nayapindua maneno yao, nayageuza maneno yao, nayapindua maneno yao, nayageuza maneno yao, nayahukumu maneno yao. Yamekosea, yamekosea, yamekosea. Nayahukumu maneno yao, nayahukumu maneno yao mbele ya madhabahu, mbele ya madhabahu, mbele ya madhabahu, mbele ya madhabahu, mbele ya madhabahu. Nayahukumu maneno yao, nayahukumu maneno yao, nayahukumu maneno yao. Wamenena asubuhi, wamenena mchana, wamenena
jioni, wamenena usiku wa manane, wamenena alfajiri, na ya hukumu hayo maneno, na ya hukumu hayo maneno, na ya hukumu hayo maneno kwa jina la Yesu. Hayapeleka hukumu kwenye maneno ya watesi wako waliokutamkia gizani. Peleka hukumu kwenye hayo maneno, peleka hukumu, maana imeandikwa, kila ulimi utakaoinuka kukuhukumu utahukumu kuwa mkosa. Peleka hukumu ya Bwana, ndio kwa kila ulimi ambao umeinuka juu yako, kila ulimi ambao umeinuka juu yako kuleta hukumu juu ya afya yako, juu ya mahusiano yako, juu ya ndoa yako, juu ya uzao wako, juu ya watoto wako, juu ya kazi yako, juu ya biashara yako, juu ya miradi yako, juu ya nyumba yako, juu ya mali zako, juu ya uchumi wako, kila ulimi, kila ulimi, kila ulimi, kila ulimi, kila ulimi uliokuhukumu, tunahukumu kuwa mkosa, tunahukumu kuwa mkosa. Kila ulimi, kila ulimi, kila ulimi ulioinuka kinyume chako, ulionena neno la uovu, neno la uharibifu kinyume chako, tunahukumu kuwa ni mkosa, tunahukumu kuwa ni mkosa, tunahukumu kuwa ni mkosa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunatangaza hukumu juu ya ndimi zao, tunatangaza hukumu juu ya ndimi zao, tunatangaza hukumu juu ya ndimi zao, tunatangaza hukumu juu ya ndimi zao. Peleka hiyo hukumu kwa maneno yao, 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 peleka hiyo hukumu kwa maneno yao. Jesus. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako kukuhukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wako na haki yako inayotoka kwa Bwana. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi mazuri, anayetupa kushinda na zaidi ya kushinda. Muongezee Bwana Yesu makofi, makofi, makofi. Haleluya, haleluya. Naomba ukae kwenye uwepo wa Bwana, naomba ukae kwenye uwepo wa Bwana. Karibisha jirani aliyekaa karibu nawe, mwambie karibu nyumbani mwa Bwana. Haleluya. Kanisa la Bwana, haleluya. Kanisa la Bwana, haleluya. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya 6 kati ya siku 8 ambazo tunazo hapa za kufungia mwaka huu kwa semina hii. Leo ni siku yetu ya 6. Niendelee kukukaribisha mtu wa Mungu, karibu sana hemani pa Bwana, mahali ambako uwezo wa Mungu unapatikana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Nina vitu vichache vya kukushirikisha. Kesho Jumamosi, pamoja na kwamba semina yetu itaendelea kama kawaida, lakini pia tunasukumwa kuwa na maombi maalum kwa ajili ya watoto wetu kipindi hiki cha likizo kabla hawajarudi mashuleni Januari. Pia tutumie lango la semina hii ya kufungia mwaka huu wa 2025 kuombea pia na watoto. Tusivuke wenyewe, lakini tuvuke na watoto wetu. Kwa hiyo tunasukumwa kwamba ikiwezekana kesho Jumamosi tuwasogeze watoto madhabahuni. Na nilipata nafasi ya kuongea na kiongozi mmoja, tukasema pia ni vizuri watoto wakasogea madhabahuni na sadaka zao, kwa maana wao wanamwamini Mungu kwa neno, kwa maombi na kwa sadaka. Na tutawatamkia neno kwenye hii madhabahu kesho, na baada ya hapo semina itaendelea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo niwaombe wazazi na walezi ambao mko na watoto nyumbani, hebu ulibebe hilo kwa mzigo, wasogeze kesho madhabahuni. Najua unawaombea pale nyumbani, sawa, lakini tutumie lango la semina hii ya kufungia mwaka, na wao pia wasogee kwenye madhabahu, watamkiwe neno, watamkiwe neno. Wanarudi mashuleni Januari,
Hebu waende na mkono wa Bwana, hebu waende na ulinzi wa Bwana, hebu wakatembee na malaika wa Bwana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na kule shuleni wanapokwenda wamefuata elimu, hawakufuata vingine vyovyote. Kwa hiyo watoke na elimu walioifuata, wasitoke na vya uharibifu tena, watoke na elimu walioifuata. Amen. Limeeleweka hilo tangazo vizuri? Limeeleweka hilo tangazo vizuri kwa wazazi na walezi. Kwa hiyo kama unao watoto nyumbani, wewe ni mzazi, ni mlezi, kesho njoo nao kanisani. Tutawaruhusu mapema, tutaanza nao na tutawapa bahasha watoto, wataweka sadaka zao kesho hiyo wataweka sadaka zao, tutatamka neno, wataachilia sadaka, wanawahi majumbani, tutawaruhusu. Semina itaendelea. Bwana asifiwe. Sisi bahasha za watu wazima tutazipokea kesho, kwenda nazo nyumbani kuja kumalizia semina Jumapili. Nimeeleweka vizuri? Za kwetu tutamalizia Jumapili tukiwa tunamaliza semina hii. Naenda kueleza kesho zitabeba nini kwa maombi ya Jumapili. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Na mara baada ya kuyasema hayo, fungua Biblia yako kitabu cha Zaburi ya 62 mstari wa 3 na 4. Zaburi ya 62 mstari wa 3 na 4. Zaburi ya 62 mstari wa 3 na 4. Hata lini mtamshambulia mtu mpate kumuua ninyi nyote pamoja? Kama ukuta unaoinama, kama kitalu kilicho tayari kuanguka, hufanya shauri kumwangusha tu katika cheo chake. Hufurahia uongo, kwa kinywa chao hubariki, kwa moyo wao hulani. Kuanzia kesho Jumamosi na Jumapili takuwa na urudia huu mstari wa 4 peke yake. Tunapokwenda kumaliza takuwa na urudia huu mstari wa 4 peke yake. Hufanya shauri kumwangusha tu. Kuna mashauri ya kuangushwa kwako, kuna mashauri ya kuangushwa kwako kwenye nafasi yoyote ambayo Mungu amekupa. Iko vita pembeni. Kwenye chochote ambacho umekishika, iko vita pembeni. Kuanzia kesho Jumamosi na Jumapili nikiwa namaliza, nitakuwa na usoma huu mstari wa 4. Huu mstari wa 4 nitakuwa naanzia pale. Sasa waliokuwepo jana watakumbuka kipengele ambacho tulianza nacho jana, na nimesukumwa tena katika roho yangu niendelee nacho leo. Ondoa vizuizi au mazuio. Kwenye mabano tumeandika mazuio. Ondoa vizuizi au mazuio vinavyoweza kukuzuia njiani usifikie hatima yako, usiyafikie malengo yako, usizifikie ndoto zako, usiyafikie maono yako, usifikie mipango yako. Ondoa vizuizi au mazuio. Ondoa vizuizi au mazuio vinavyoweza kukuzuia njiani usifikie hatima yako. Moja kati ya vitu vya msingi sana kuvielewa, mtu wa Mungu, tunaishi kwenye dunia ya kutakiana mabaya. Yaani huo ni ukweli ambao usizibe masikio. Tunaishi kwenye dunia ya kutakiana mabaya. Ukifanya vizuri ni wachache watakao kupongeza, wachache wenye nia njema na wewe, lakini ukikosea wako wengi watakaoinuka wakunyoshee vidole. Mpaka utashangaa, ina maana nilivyokuwa nafanya vizuri hao walikuwa wapi? Mbona hawajawahi kunipongeza hata siku moja? Sasa nimeteleza kidogo pale, kila shutuma inazungumzwa yaliyomo na yasiyokuwa. Ndio dunia tulionayo. Na kwa bahati mbaya sana tuna watu ambao wanataka wakifanya vizuri wasikie wakitajwa vizuri, wasipotajwa vizuri wanaumia, na wanakuja kuumia zaidi pale wakikosea kidogo wakatajwa sana. Kinatamani tuwe na watu ambao wewe endelea kufanya vizuri hata kama hawakutaji vizuri, usiache kufanya vizuri.
Hata kama wakusemi vizuri, lakini unafanya vizuri, usiache kufanya vizuri. Usiache kufanya vizuri. Dunia tulionayo iko namna hiyo. Iko namna hiyo. Na hii sio tu vita ya nje ya mwilini kwamba tunagombana na watu wasiotutakia mema, lakini ina msingi mkubwa katika roho, ulimwengu wa giza. Kupingana na vya kimungu kwa watu. Kupingana na vya kimungu, kuweka tu mazuio. Huyu mama ana kibali, mzuie pale. Huyu baba ana kibali, mzuie pale, mchafue pale. Huyu binti ana kibali, mharibie pale. Huyu kijana ana kibali, vuruge pale. Hii familia ina kibali, chafua pale. Hii ofisi inaenda, haribu pale. Hii kampuni inaenda, piga pale. Hii huduma inaenda, gusa pale. Ni vita ya katika ulimwengu wa roho, inadhihirika mpaka nje. Kwa hiyo ni kusi mtu wa Mungu, kataa roho ya kupuuzwa, kwa sababu wako watakao kupuuza. Wewe ikatae, sio na nafasi kwako. Kupuuzwa, kudharauliwa, alafu kusahauliwa. Nitakuonyesha leo na kesho hivyo vitu nafikiri vigumu sana. Kupuuzwa tu. Pale ofisini unapuuzwa tu. Pale nyumbani unapuuzwa tu. Hata ukisema jambo gani la maana, kasema mama fulani, unapuuzwa tu. Kasema mwanamke huyo, unapuuzwa tu. Kasema nani? Mtu fulani, unapuuzwa tu. Hiyo roho isichukue nafasi ndani yako. Acha wakupuuze, lakini wewe ikatae. Ukikataa, Mungu atasimama na wewe. Ikatae. Watakupuuza, watakudharau, watajifanya wakujui, wamekusahau mahali, ufie pale. Mungu hatakupuuza, Mungu hatakudharau, Mungu hatakusahau mahali. Mungu yuko pamoja na wewe. Na mifano michache ambayo ningetamani kutembea nayo leo. Hebu nianze na huu mfano wa Daudi. Mfano wa Daudi. Kitabu cha Samueli wa kwanza mlango 16. Samueli wa kwanza mlango wa 16, ule mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza mlango wa 16, ule mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Samueli, hata lini utamlilia Sauli, ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli? Ijaze pembe yako mafuta, uende nami nitakupeleka kwa Yese Bethlehemi, maana nimejipatia mfalme katika wanawe. Naomba urudie neno hili, mtu wa Mungu. Hebu sema, nimejipatia mfalme katika wanawe. Kwa mara ya pili, nimejipatia mfalme katika wanawe. Kwa mara ya tatu, nimejipatia mfalme katika wanawe. Mungu anasemaje hapa? Atajipatia au amejipatia? Maana yake ameshampata tayari. Kwa hili neno linaonyesha kwamba tayari kuna cha Mungu ndani ya Daudi. Mungu asemi atajipatia, anasema amejipatia. Kwa hiyo linaonyesha tayari kuna cha Mungu ndani ya Daudi. Kuna cha Mungu ndani ya Daudi. Katika ulimwengu wa roho, kuna cha Mungu kimeachiliwa ndani ya Daudi. Kuna kitu tayari kimeachiliwa. Mungu anasema nimejipatia. Hasemi nitajipatia, anasema nimejipatia. Kiendelea kusoma hiyo mistari, Samuel alipata maelekezo kwa Mungu namna ya kwenda, ili Sauli asigundue hiyo safari imebeba lengo gani. Okay. Samuel amefika Bethlehem, nyumbani kwa Yese. Angalia hii vita, nyumbani kwa Yese. Na wazee wa mji wakampokea. Wakamuuliza, nabii, umekuja kwa amani? Ni amani? Nabii akasema, ni amani, nimekuja tu kumtolea Mungu dhabihu. Ni amani, muwe na amani kabisa, ni safari ya amani. Mbia Yese, ujioni wa kwako, niletee watoto wako wote ulionao, nataka niwatakase, kujiandaa kumtolea Mungu dhabihu.
aliambiwa apeleke watoto wake aliokuwa nao, watoto wake Yese wote alionao. Yeye akabeba wale 7 ambao ndio walikuwa wanaona kama kuna kitu cha kidhabihu cha ibada cha kimungu. Hawa 7 hapa wanatakiwa waende. Nataka nikuonyeshe kitu. Kwenye ile ibada ya utakaso, Daudi alikuwa hajafikiriwa. Hata kwenye ibada hajafikiriwa. Samuel anamtaka Yese alete watoto wake aliokuwa nao wote, watoto wa Yese. Daudi ni mmoja wao. Wanaenda wapi? Kufanyiwa utakaso wakati wa dhabihu. Daudi hakufikiriwa. Yule ambaye Mungu anasema nimejipatia mfalme, amebeba cha Mungu ndani, hakufikiriwa. Naomba nifuate vizuri sana leo na kesho, kabla tujamaliza Jumapili. Hii mistari iandike ili nikitoa maelezo uweze kunielewa vizuri. Angalia mstari wa 4 mpaka mstari wa 10 pale pale kwenye Samueli wa kwanza 16. Angalia mstari wa 4 mpaka mstari wa 10, mstari wa 4 mpaka wa 10. Samueli akafanya hayo aliyosema Bwana, akaenda Bethlehem. Wakaja wazee wa mji kumlaki wakitetemeka, nao wakasema, je, umekuja kwa amani? Naye akasema, naam, kwa amani, nimekuja kumtolea Bwana dhabihu. Jitakaseni, njooni kwangu, jitakaseni, njooni pamoja nami kwenye dhabihu. Akawatakasa Yese na wanawe, akawatakasa Yese na wanawe, akawatakasa Yese na wanawe, akawaita kwenye dhabihu. Ikawa walipokuja, alimtazama Eliabu, akasema, yakini Masihi wa Bwana yupo hapa mbele zake. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu aangaliavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana huutazama moyo. Ndipo Yese akamwita Abinadabu, akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema, Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema, wala Bwana hakumchagua huyu. Angalia mstari wa 10. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Angalia hiyo vita. Baba huyu mzee Yese ana watoto 8 wa kiume. Nabii wa Mungu amekuja, anasema, niletee watoto wako wote hapa tu niwatakase, kuna sadaka ya kutoa, kuna dhabihu. Anawachukua 7, anawapeleka mbele za nabii. Nabii anajua hawa ndio watoto wote wa Yese, kwa sababu Mungu alikumwambia nenda kwa Yese kumwambia kwamba wako wangapi. Wewe nenda, kuna mfalme nimejitwalia kati ya wanawe. Kwa hiyo nabii amekuja, hajui Yese na watoto wangapi. Kwa hiyo aliwatakasa wale 7, akawaandaa. Ile ibada ilikuwa kwa ajili ya watoto wa Yese, kwa hao wengine kama wasindikizaji, lakini wanaolengwa ni watoto wa Yese. So miongoni mwao yuko mteule wa Bwana, yuko Masihi wa Bwana. Mzee anaambiwa na nabii, hebu niletee mtu mmoja mmoja hapa, kwa sababu kuna kitu cha kimungu katika watoto wako hao, mmoja wapo amekibeba. Lete mmoja mmoja. Anampeleka Eliabu, anampeleka Aminadabu, anampeleka Shama, anawapeleka na hao wengine 7, akitarajia asikie kitu cha kinabii kwa hao. Mbingu zinasema kati ya hao wote hayupo hata mmoja. Samuel anachanganyikiwa. Yesu akamaliza, watoto wake ndio hao aliowaleta.
Unajiuliza swali, kwani huyo kijana alioko mwishoni ana shida gani? Mpaka baba simuingize hapa. Ana shida gani? Ikiwa tuna makabila huku duniani, mtoto wa kiume yule mdogo yule ataandikiwa mpaka urithi. Hata kama baba ajue anakufa lini, sababu huyu mwanangu wa kiume atamiliki nyumba, mtampa hapa, ataangalia ndio mwanaume angalie mji. Huyu ana shida gani? Maana angekuwa ni binti tukisema kaachwa kwa sababu ni mwanamke, hapa anatafuta mfalme. Ana shida gani? Ni vita ya roho. Samueli alichanganyikiwa, sababu wote walioletwa na Yese na hajui Yese na watoto wangapi. Mungu amewakataa. Mungu amewakataa. Kuna kitu Mungu amekiweka ndani ya Daudi. Ibilisi anajua Daudi ni nani na anaenda wapi. Kwa hiyo anainua vita. Utapingwa hata na watu nyumbani kwako. Zuio la kwanza kwa Daudi halikutoka nje, lilitoka nyumbani alikozaliwa kwa baba yake. Hakuhesabiwa. Kwa hiyo alipuuzwa, akaonekana hana kitu. Aliachwa, alidharauliwa kwamba huyu hana kitu. Mbingu zinasema cha kimungu kiko pale, kiko pale. Sasa angalia mstari wa 11, andika twende mpaka ule wa 13. Mstari wa 11 mpaka ule wa 13. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa. Halo kanisa, halo kanisa, halo. Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa. Naye akasema, amesalia mdogo wao, naye tazama anawachunga kondoo. Angalia sentence vizuri hapo. Mama pale anacheka, amedaka ufunuo, anaona hiyo dharau ya baba. Anaona uko kupuuzwa. Watoto wako wote wako hapa, amesalia. Yani hana maana. Amesalia. Kamebakia. Amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Tuma watu. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Sema amina. Mstari wa 13. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Naomba tuiangalie hii vita kidogo hapo. Huyu kijana alipuuzwa, lakini ndiye aliyekuwa amebeba cha Mungu ndani yake. Safari ya hatima, kuna watu watakupuuza, kuna watu watakudharau, kuna watu watakushusha viwango, kuna watu watakuzungumza vibaya kwamba hufai, hustahili, sio wewe. Wacho wabikie pale. Kumbuka nilikusemesha, kataa roho ya kupuuzwa, sije ukaipa nafasi ndani yako. Kataa roho ya kupuuzwa. Kataa roho ya kudharauliwa. Wanapambana kukushusha viwango, kukushusha sifa, CV. Habari njema ya kwako izimwe, usaulike tu. Yani watu wasikuzungumze vizuri. Sio wewe wa ile kazi, sio wewe wa ile biashara, sio wewe wa ile ndoa, sio wewe wa ile nyumba, sio wewe wa ile gari, sio wewe wa wale watoto, sio wewe wa kile cheo, sio wewe wa hiyo safari, sio wewe wa ile huduma, sio wewe wa ile fedha, sio wewe wa ule utajiri, sio wewe wa ile nafasi. Hufanya shauri tu.
kumwangusha katika cheo chake. Roho ya kupuuzwa, roho ya kupuuzwa. Tafadhali mtu wa Mungu, ni mwisho wa mwaka, mwisho wa mwaka. Sijajua katika mwaka ulipuuzwa kwa kiwango gani, ulidharauliwa kwa kiwango gani, ulishushwa viwango kwa kiwango gani. Tunapomaliza, thamani yako inarudi iko pale pale, heshima yako inarudi iko pale pale. Mtu mmoja alisema hata ukichukua noti ya shilingi 10,000 au dola 100 ya Marekani, angusha chini alafu ikanyage na isage sage, alafu ukiinua eti hii dola hii 100 ya Marekani ulioikanyaga chini ya unyayo wako, ukiukunjua hivi kwa sababu uliikanyaga, itapungua thamani yake. Thamani yake iko pale pale. Kwa hiyo haijalishi wamekukanyaga kwa kiwango gani, usijikanyage mwenyewe, thamani yako iko pale pale. Haijalishi wamekushusha kwa kiwango gani, usijishushe mwenyewe, thamani yako iko pale pale. Haijalishi wamekukataa kwa kiwango gani, usijikatae mwenyewe, thamani yako iko pale pale. Haijalishi wamekusahau kwa kiwango gani, usijisahau mwenyewe, thamani yako iko pale pale. Na Mungu yuko pamoja na wewe, sije ukasahau, Mungu yuko pamoja na wewe. Kati ya vita niliyokuwa nayo zamani nikiwa bado mchanga kiroho, huduma inaanza kuchomoza kwa viongozi wangu wa fellowship niliowakuta kanisani miaka ile, huduma inaanza kuchomoza, ni wao kunizima chini kwamba huyu aliyekuwa Muislamu anaenda wapi, atamhubiria nani, atamfundisha nani neno la Mungu, atamuombea nani. Lakini nilikuwa nikipewa nafasi ya kuomba, kipawa kinaonekana, karama inaonekana, watu wanaona huyu anacha Mungu. Kuna wamama pale walikuwa na roho Mungu kweli kweli, wanasema huyu anacha Mungu ndani, Wakawa wanawaambia viongozi wangu wa fellowship, angalau tumpeni na Isaac Omari siku moja ahubiri hata ile Alhamisi kwenye fellowship ambayo haina watu wengi, basi tumpe nafasi pale. Viongozi wakawa wanakataa, unaminywa tu. Jumapili tunaogopa kwa sababu ina watu wengi, fellowship inajaa sana, kwa hiyo msimpe Jumapili, tumpe basi hata Alhamisi. Wanakataa. Lakini nikikaa kwenye vikundi vya maombi, nikipewa somo hata kama ni fupi, nikifundisha, watu wanamuona Mungu kaa kidogo tu. Lakini viongozi wanakukanyaga chini. Walinikanyaga, sikujikanyaga mwenyewe. Siwaongei kwa ubaya, lakini leo wengi wapo kwenye ulingo wa Injili. Kisha kuwa na roho mbaya, wengi mbali. Kisha kuwa na roho mbaya, kuzimazima wengine, wendi mbali. Mchawi gani na mafanikio? Mchawi gani na mafanikio? Huko ndani yamejaa kila aina ya giza, hana amani, hana furaha, unazimwa. Jamani, tumemsikia kwenye kikundi cha maombi, ameongea mbele ya watu 6, amehubiri kwa dakika 15, kahubiri vizuri. Hebu tumpe fellowship. Na fellowship yenyewe sio baba na watu labda 200, si tuko 50, si 30. Lakini bado unaminywa asipewe kuhubiri. Sikuhama fellowship, sikuhama kanisa. Na minywa niko hapo. Siame kanisa, siame. Unaminywa uko pale pale. Kuna siku Mungu atafungua mlango. Waliokuminya watashangaa. Ilikuwaje? Kuna siku tumeenda fellowship Alhamisi. Tumewahi saa 11 tuko pale. Tunaimba tenzi za roho, tunasifu. Viongozi hawajaja wote. Mungu sio aliwafinyia wapi? Hawajaja. Sisi tunaendelea kusifu, viongozi waje waongoze fellowship, kipindi kiongozwe, tusikie neno, tuombe, tuende nyumbani. Hawajaja wote. 11:30. Muda kusimama mwalimu, kiongozi hayupo. Wanafresha Isaac Omari, ongoza neno. Kwenye hiyo nafasi ambayo nisitaki kusimama na viongozi, leo nisimame hapa jamani, viongozi wakisikia itakuwa tuongoze tu neno. Nikasimama hiyo nusu saa ya kupiga neno pale na maombi na maombezi. Viongozi walikuja, walikuta moto unawaka saa 12:30, moto unawaka, watu wanafunguliwa, watu wanakombolewa. Wanafresh wakasema tunaomba na Jumapili aendelee. Kuna saa ya kutetewa na Mungu. Na kila mmoja wetu hapa ana saa ya kutetewa na Mungu. Na utaona Mungu akikutetea.
Waliminya Daudi afie kwenye kuchunga kondoo. Mungu alimtetea, akaambia hao wa kwao ni mwakataa wote, kuna mmoja amezuiwa hapa na hii nafasi ni ya kwake. Na muomba Mungu atusaidie kwa neema yake. Waliochukua nafasi yako popote, Mungu awakatae. Nimesema Mungu awakatae. Hata kama waliingizwa kwa nguvu, Mungu awakatae. Mbingu za Bwana ziwakatae. Utafutwe Daudi mwenye nafasi yako, uende pale. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Leo Mungu amenisogeza hapa. Nilikuwa naongea na viongozi jana, rafiki yangu mmoja yuko hapa ananiambia, mtumishi, tunategemea Januari pia tuanze na nguvu. Mungu atusaidie. Ratiba yako iko kama nimeshafunga kalenda mpaka mwezi wa 7. Mungu ananihitaji shambani mwake. Kwa hiyo tayari hapa naamini sitakufa mpaka mwezi wa 7 Julai. Mungu ananihitaji shambani na kufanya Januari. Yaani watu wamesemeshwa na Mungu, mwiteni Isaac Omari aje hapo. Mwezi wa kwanza umejaa, Jumapili zote nikatumike. Mwezi wa pili, mpaka wa 7, alafu nife mwezi wa pili. Sasa Mungu aliwasemesha wale niende, ni Mungu wa wapi? Wanasema walikaa kwenye maombi, wamesikia jina langu. Kwa hiyo wameniomba niende kwenye ratiba zao. Kila mmoja ananiambia ni Mungu amemwambia niende. Kwa hiyo namwambia kiongozi, nimeshafunga ratiba mpaka mwezi wa Julai mwakani. Tuangalie miezi ya mbele, Mungu akinipa neema ya kurudi tena hapa. Kibali hiki kilikuwa kinasagwa, kinaminywa. Ametoka tu msikitini, atamfundisha nani? Atamhubiri nani? Lakini hawajui ulichokibeba ndani yako. Kuna watu wa nyumbani kwenu hawajui wewe ni nani na umebeba. Watakuza sababu unalala nao, unaamka nao, unapiga mswaki pale, wanakuona. Watakudharau tu. Usijidharau mwenyewe. Hata Yesu alidharauliwa kule Nazareti alikolelewa, lakini hakujidharau mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Alipuuzwa Yesu. Nazareti alikolelewa, hakujipuuza mwenyewe. Mabibi na mabwana, naongea na wakina Daudi mlioketi mahali hapa. Mungu amejipatia wewe na ameweka hatima kubwa ndani yako, lakini kuna wakina Yesu wanaosema kamesalia hako tu, hamna kitu pale, hamna kitu pale. Ninatangaza hao wakina Eliabu waliotangulia mbele, Mungu awakatae. Daudi, uende pale ukachukue nafasi ya kwako. Anayepokea angesema amina. Anayepokea angesema amina. Anayepokea angesema amina. Unakumbuka mfano mwingine wa yule ndugu aliyekuwa anaitwa Mefiboshethi, mtoto wa Jonathan, mjukuu wa mfalme Sauli. Wakati nitafakari habari nikasema, Mungu, kwa nini walimdharau wakampuuza huyu? Hata kwenye mali za baba na babu hakuwepo. Kisa nini? Alikuwa na udhaifu wa miguu. Na hapo niongeze neno, udhaifu wowote ulionao usikukwamishe njiani kwenye safari ya hatima yako. Nitaongea neno ngumu kidogo, lipokee. Iwe ni udhaifu wa kimaumbile, iwe ni udhaifu. Nikisema maumbile usiwaze vitu vingine, viungo vya mwili. Macho ni makengeza, unaongea kwa kigugumizi, sikio la kulia kubwa la kushoto dogo, visikukwamishe njiani. Hivyo hivyo Mungu anakukubali. Kwa nikisema maumbile usianze kuwaza vitu vingine, nazungumzia muonekano wako. Usikukwamishe njiani. Nimekuwa mwembamba sana, ningekuwa na bodi kidogo angalau ningeonekana. Nimekuwa bonge sana, hawanioni. Ningekuwa kidogo hivi pota. Hivyo hivyo ulivyo. Unacha Mungu ndani yako. Unacha Mungu ndani yako. Walimdharau Mefiboshethi kwa sababu ya shida ya miguu, ulemavu. Lakini kuna wengine walidharauliwa wakapuuzwa kwa sababu ya kitabia. Waga nawaambia watu, hata kama mtu ana tabia ya hovyo, usimtenge na kanisa. Mwache aendelee kwenda kanisani, vingine vitayeyukia mbele ya safari. Yaani ninachokipambania hapa, sitaki ubaki mahali ulipo. Nataka utoke, uende mbele, usonge mbele. Adui anafurahi ubakie mahali ulipo. Anataka ubakie mahali ulipo, lakini usikubaliane naye kwa gharama yoyote. Mefiboshethi, mtoto wa Jonathan, mjukuu wa mzee Sauli,
alipuuzwa tu. Kisha mlemavu wa miguu akawekwa kwenye mji fulani hapo, nyumba ya fulani hapo, akae huko. Hata nyumbani sio mtu sana, lakini nakuonyesha leo yule ndugu alikuwa na cha Mungu ndani. Biblia inasema kila palipo na mzoga ndipo wanapokusanyika tai. Kama una cha Mungu ndani, Mungu atakufuatilia tu popote pale ulipo. Hata kama hawakutangazi, Mungu atakutangaza. Hata kama hawakusemi vizuri, Mungu atakusema vizuri. Sababu kama una cha Mungu ndani, Mungu atakuja tu. Mungu atakuja tu. Kama umebeba cha kwake ndani yake, Mungu atakuja ndani yako. Mungu atakuja tu. Sasa angalia, yule ndugu alikuja kukumbukwa na Mungu wakati baba yake aliyempuuza ameshakufa, Jonathan, na babu yake aliyemwona huyu hana chochote amempuuza walipokufa. Ndio Daudi anasimama, anawekewa dai kwenye roho yake kwa habari ya nyumba ya Jonathan, nyumba ya Sauli. Kuna kitu anakizungumza Daudi. Anasemaje Daudi? Anasema hakuna mtu yeyote aliyesalia kwenye nyumba hii ya Sauli, nyumba ya Jonathan, nimtendee cha kimungu. Anatajwa Mungu, nimtendee mema ya Mungu. Hakusema tu nimtendee mema, alitajwa Mungu. Yaani ilikuwa ni dai la ndani, dai la ndani. Kuna mtu hapo kwenye hiyo familia yupo ana cha Mungu ndani yake, lakini ameminywa kwa miaka yote. Daudi anadai hakuna aliyesalia hata mmoja. Samueli wa pili, tusogee mbele kidogo. Samueli wa pili mlango wa 9 mstari wa 3. Kuna mtu anapokea kitu? Watu wa Segerea, kuna mtu anapokea kitu? Samueli wa pili mlango wa 9 mstari wa 3. Samueli wa pili mlango wa 9 mstari wa 3. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Hebu sema mema ya Mungu. Sema tena mema ya Mungu. Sema tena mema ya Mungu. Hebu jisemee mwenyewe, nimebeba mema ya Mungu. Kwa mara ya pili, nimebeba mema ya Mungu. Maisha yangu yana mema ya Mungu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Siba akamwambia mfalme, Jonathan anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu. Mstari wa 3 nimekusogeza uone tu. Daudi anawekewa dai ndani, anawekewa dai ndani. Utakumbukwa tu mtu wa Mungu, utakumbukwa tu. Hata kama amejifanya amekusahau, usijali, saa ya Mungu inakuja, na wakati wa Mungu ni wakati sahihi, hajawahi kukosea. Utakumbukwa tu. Daudi anadai katika nyumba ya Sauli, katika nyumba ya Jonathan, hakuna yeyote aliyebakia huko, wamekufa wote. Nimtendee mema ya Mungu. Kuna cha kimungu kinachodaiwa. Siba anasema amebakia mmoja, mtoto wa Jonathan, lakini angalia imeguswa hiyo, lakini ni mlemavu wa miguu. Daudi alipoambiwa ni mlemavu wa miguu alizungumza kitu gani? Mstari wa 4 mpaka 13. Andika hiyo mstari. Mstari wa 4 mpaka 13. Pale pale kwenye Samueli wa pili mlango wa 9 mstari wa 4 mpaka mstari wa 13. Mfalme akamwambia, yuko wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lo-Debari. Basi mfalme Daudi akatuma watu akamwondoa. Hebu sema akamwondoa. Akamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Lo-Debari. Basi Mefiboshethi mwana wa Yonathani mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi, akasujudu. Daudi akasema, Mefiboshethi, naye akaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Jonathan baba yako, nami
nitakurudishia. Angalia hilo neno, asemi nitakupa, nitakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula chakula mezani pangu daima. Akasujudu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Ona kosa lake huyu ndugu, naye alijidharau, alidharauliwa akakubali kudharaulika. Mbwa mfu, hapa siongei na mbwa wafu, naongea na walio hai. Tena sio mbwa, ni wanadamu wenye mipango mikubwa. Ndipo mfalme akamwita Siba mtumwa wa Sauli, akamwambia, mali yote yaliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako, yani huyo Mefiboshethi. Sema amina. Nawe utamlimia nchi hiyo, wewe na wanao na watumwa wako, nawe utamletea mwana wa bwana wako matunda yake, apate chakula ale. Lakini Mefiboshethi mwana wa bwana wako atakula chakula mezani pangu siku zote. Basi huyo Siba alikuwa na wana 15 na watumwa 20. Ndipo Siba akamwambia mfalme, mimi mtumwa wako nitatenda hayo yote kama bwana wangu mfalme ulivyoniamuru. Na kwa habari za Mefiboshethi, mfalme alisema, atakula mezani pangu kama mmojawapo wa wana wa mfalme. Sio mbwa mfu, no, mwana wa mfalme. Jina la Bwana libarikiwe. Huyo Mefiboshethi alikuwa na mwana mdogo, jina lake akiitwa Mika, na watu wote waliokaa nyumbani mwa Siba walikuwa watumwa wa Mefiboshethi. Tayari ameshainuka. Mstari wa 13, basi Mefiboshethi akakaa Yerusalemu, maana alikuwa akila chakula siku zote mezani pa mfalme, naye alikuwa na kilema cha miguu yote miwili. Usikubali udhaifu wowote ulio nao, iwe wa kimaumbile, iwe wa kitabia, ukukwamishe njiani. Nikizungumza wa kitabia, nitakuongezea mifano mingine ili uone. Hapa nimekupa kwanza mifano ya huyu mtu ambaye alikuwa na shida kwenye mwili wake, mlemavu, akapuuzwa na baba yake, akapuuzwa na babu, akapuuzwa na familia, akapuuzwa na ukoo. Hata nyumbani hakuhesabiwa kama ni mtu wa maana, lakini ndani yake alikuwa na cha Mungu. Ndani yake alikuwa na cha Mungu. Yonathani baba yake akafa, Sauli babu yake akafa, kahifadhiwa kule kwenye nyumba ya Makiri, Lo-Debari, mji wa huko usiokuwa maarufu, usiotajwa kama mji wa Bwana. Kafichwa kule, afe pole pole, mlemavu wa miguu. Mungu anaweka dai kwenye roho ya Daudi. Kuna mtu nyumbani kwa Sauli, kuna mtu nyumbani kwa Yonathani. Alipuuzwa, alidharauliwa, hakuheshimiwa, lakini ana cha kwangu ndani yake, ana cha kwangu ndani yake. Tangaza. Daudi anasimama anasema, hakuna aliyebakia, nimtendee mema ya Mungu, nimfanyie cha kimungu, nimsogeze mahali Mungu anataka asogee. Siba mtumishi wa Sauli anasema, yupo mlemavu mmoja, mtoto wa Yonathani, mlemavu mmoja ndio aliobaki, mtoto wa Yonathani, shida miguu, yuko hapo, kahifadhiwa kwa Makiri, yuko hapo, mlemavu mmoja. Kamwite, anakuja pale. Aliyepuuzwa, aliyedharaulika, alipuuzwa, akajipuuza na mwenyewe. Daudi anamwambia, usiogope, mali zote ambazo ulinyang'anywa ukuhesabiwa za Sauli na Yonathani, ninaandika hapa, zitarudishwa kwako, ni za kwako wewe. Na kuanzia leo Siba na wanawe na watumishi wake watakulimia mavuno wewe, na walete hesabu ya matunda upate chakula, na wewe utakula mezani pangu kama mwana wa mfalme kuanzia leo. Angalia, ilimwathiri alivyopuuzwa. Akasema, mimi ni nani? Mbwa mfu mimi, hata unifanyia haya yote. Mbwa mfu mimi. Ambia, wewe sio mbwa mfu, wewe ni mwana wa mfalme. Kuna kitu unacho ndani, lazima ufike kule ambapo Mungu amekusudia. Sijajua mume wako anakuonaje, amekutamka majina
majina gani. Sijajua mkeo anakuonaje, amekuita majina gani. Sijajua nyumbani unaitwaje, pale kazini, pale kanisani. Labda umepuuzwa kwa kiwango cha chini mno. Usije ukajipuuza mwenyewe, kwa sababu ndani yako umebeba cha Mungu. Udhaifu wowote usikukwamishe njiani. Nifuate vizuri siku hizi 3 ambazo tunaagana hapa. Nataka utoke mahali ambako umejikatia tamaa. Nataka utoke mahali ambako umevunjika moyo. Umeona haiwezekani tena. Bado Mungu yuko pamoja na wewe. Bado una hatima kubwa, una kesho kubwa. Wasikuweza au maadui hapo njiani. Inuka. Udhaifu wowote ulionao, hakuna mwanadamu aliyekamilika. Udhaifu wowote ulionao usikuondoe madhabahuni, usikuondoe msalabani, usikuondoe mahali pa hatima yako ambako ni kwa Mungu. Sibaki tu nyumbani. Sibaki tu nyumbani. Sibaki tu nyumbani. Mungu akusogeze mahali. Nimesema Mungu akusogeze mahali. Mungu akusogeze mahali. Mgeukie mwenzio, mwambie Mungu akusogeze mahali. Mwambie toka mahali ulipo, sogea mahali fulani. Mwambie tena toka mahali ulipo, sogea mahali fulani. Sema amina. Yani hata kama una shida yoyote inakuumiza, hata wewe uitaki, lakini isikuweke nyumbani ukasema siende kanisani kwa sababu ya shida hii. Waga nawaambia watu, mtu hata akiwa mdhambi namna gani, usimnyoshee kidole kwamba usiende kanisani. Kila mtu anafahamu wewe ni kahaba. Kila mtu anafahamu wewe ni mlevi wa kupindukia, unalala kwenye mitaro. Wewe wanakaulia wanasema wewe unafanya unamdharau Mungu, unamdhihaki Mungu, unaenda kanisani wewe na ulevi huo na ukahaba. Sasa aende wapi? Sababu kuna watu wana hali hizo wenyewe hawazitaki. Huko hiyo duniani hakuna majibu ya kwao ya kuwatoa kwenye hayo maandaki, kwenye hayo mashimo. Majibu yao yako msalabani. Unawazuia wasiende kanisani, wanamdhihaki Mungu, waende wapi? Mnamkumbuka yule mama Biblia imemwita mwenye dhambi, aliyeenda kwenye ile nyumba ambayo Farisayo alikuwa amemwalika Yesu kwa chakula. Mama yule kahaba alienda pale akalia machozi, akahakikisha kwa machozi yake yote yanaishia kwenye miguu ya nani? Ya Yesu. Alafu kichwani alikuwa na nywele ambazo ametoka saluni jana kwa pesa ambayo sio ya mume wake, ya pesa ya mume wa mtu ndo aliyoenda nayo saluni jana. Akaseti nywele yake ya thamani nzuri tu, lakini akaingia pale akamvizia Yesu na ukahaba wake, akalia machozi, akamdondoshia kwenye miguu. Alafu zile nywele zile ambazo hazina utakatifu hata chembe ndo akamfutia miguu huyu mtakatifu. Watu wa mazuio walikuwepo pale, wakaanza kuinua mazuio kwamba huyu hakustahili kuingia hapa, na wakaanza kumshutumu Yesu kwenye mioyo yao. Kama angekuwa kweli nabii angemjua huyu mwanamke ni nani. Nataka nikuonyeshe kile kisa kidogo, alafu niongee kidogo kitabia, nikusogeze mahali. Luka mlango wa 7. Luka mlango wa 7. Muda wangu umekimbia, lakini acha nimalizie mistari michache. Mungu nivumilie tu kidogo, nimalizie mistari michache dada yangu. Luka mlango wa 7. Andika mstari wa 36 mpaka mstari wa 40, uone hiyo habari vizuri pale. Mstari wa 36 mpaka mstari wa 40. Mtu mmoja katika Mafarisayo alimwalika ale chakula kwake. Akaingia katika nyumba yake yule Farisayo, akaketi chakulani. Na tazama, mwanamke mmoja wa mji ule aliyekuwa mwenye dhambi. Hebu sema aliyekuwa mwenye dhambi. Kwa mara ya pili, aliyekuwa mwenye dhambi. Rudia. Aliyekuwa mwenye nini? Aliyekuwa mwenye dhambi. Alipopata habari ya kuwa ameketi chakulani katika nyumba ya yule Farisayo, alileta chupa ya marimari yenye marhamu. Angalia vizuri. Akasimama nyuma karibu na miguu yake akilia. Akaanza kumdondoshea miguu machozi yake na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake akibusubusu. Huyu mama naye akibusubusu.
miguu yake na kuipaka yale marhamu. Basi yule Farisayo aliyemwalika alipoona vile, alisema moyoni mwake, mtu huyu kama angekuwa nabii angemtambua mwanamke huyu amgusaye ni nani, naye ni wa namna gani, ya kwamba ni mwenye dhambi. Mstari wa 40, Yesu akajibu akamwambia, Simoni, nina neno nitakalo kukuambia. Akasema, mwalimu, nena. Ishia hapo 40, muda wangu umekimbia. Huyu mama anafahamika ni kahaba, ni mwenye dhambi kweli kweli, lakini amepenya, ameenda, hakulala nyumbani, amemfuata Yesu pale ndani, analia machozi, amenunua marhamu marimari huko, marhamu ya gharama kubwa, lakini analia machozi, machozi yanaangukia kwenye miguu ya Yesu. Mafarisayo wanaangalia, watakatifu wale wanaangalia, watu kwenye sabihaki wanaangalia. Alafu mama anapiga magoti, anaanza kuchukua nywele zake hizo ambazo zimetoka saloni jana kwa hela ya mume wa mtu, anafuta miguu ya Yesu. Wale watakatifu waliokuwa pale wanaanza kuna mazuio, huyu jamaa huyu nimemkaribisha hapa aje kula chakula, najua ni nabii, lakini kama angekuwa nabii kweli angemjua huyu mwanamke ni wa aina gani. Zuio. Manake wao wanasema huyu mwanamke hakustahili kuingia hapa, hakustahili kumgusa. Angemjua huyu mwanamke ni wa namna gani anayemgusa, na asingemruhusu amguse. Angemuelewa huyu mwanamke ni wa namna gani. Sasa ukiangalia mstari wa 41 mpaka 43, Yesu anatoa mfano wa ndugu mmoja ambaye alikuwa tajiri, alafu akawakopesha watu dinari. Mmoja akampa dinari 500, mwingine dinari 50, alafu akawasamehe wote deni yao. Alafu Yesu akauliza, kati ya hao wawili waliosamehewa hilo deni lao, ni nani atakayempenda zaidi huyo bwana aliyewasamehe? Na wakajibu wakasema, ni yule aliyesamehewa dinari 500. Sema ndio unaona Yesu anaanza kuzungumza vitu kumtetea huyu mama. Tumalizie mistari ya mwisho pale. Angalia mstari wa 44 mpaka 50, alafu niongee kidogo tuombe tuondoke hapa. Mstari wa 44 pale kwenye Luka mlango wa 7, mstari wa 44 mpaka 50. Akamgeukia yule mwanamke akamwambia, Simoni, wamuona mwanamke huyu? Niliingia nyumbani kwako, hukunipa maji kwa miguu yangu, bali huyu amenidondoshea machozi miguu yangu na kuipangusa kwa nywele za kichwa chake. Maana yake sadaka yake imekubaliwa. Mtu mmoja aseme amina. Wewe hukunibusu, lakini huyu tangu nilipoingia hakuacha kunibusu sana miguu yangu. Sadaka imekubaliwa. Sema tena amina. Hukunipaka kichwani, hukunipaka kichwa changu mafuta, bali huyu amenipaka miguu yangu marhamu. Sadaka imekubaliwa. Sema amina. Kwa ajili ya hayo nakwambia, amesamehewa dhambi zake zote, dhambi zake ambazo ni nyingi, kwa kuwa amependa sana. Lakini asamehewaye kidogo, huyo upenda kidogo. Kisha alimwambia mwanamke, umesamehewa dhambi zako. Ndipo wale walioketi chakulani pamoja naye walianza kusema mioyoni mwao, ni nani huyu hata asamehe dhambi? Akamwambia yule mwanamke, imani yako imekuokoa, enenda zako kwa amani. Mtu mmoja aseme amina. Angalia mfano, ondoka nao. Udhaifu wowote wa kimaumbo, wa kitabia, usikukwamishe njiani ukakuondoa kanisani. Vivyo hivyo ulivyo, njoo kanisani, njoo mkaribie Mungu. Hata kama mengine ni magumu, yatayeyuka yenyewe mbele ya safari. Hakuna mwanadamu ambaye ana majibu ya kwako, ni Mungu peke yake. Usije ukaacha kwaya kwa sababu ya maneno ya watu au madhaifu ulionayo. Endelea kumwimbia Mungu, huku kumwambia Mungu, nitengeneze nikae sawa sawa. Hapa nimekuwa na shida hii, hapa nimekuwa na shida hii. Usije ukaacha uzee wa kanisa, usije ukaacha kwenda kanisani, usije ukaacha kutoa sadaka. Yesu alimpokea huyu mama na alivyovitoa, na Mungu akatangaza msamaha kabla hajaomba msamaha. Na haya ni maombi yangu Isaac Omari siku ya 6 ya kongamano hili kwenye malango ya Segerea. Udhaifu wowote ulionao, Mungu audhoofishe jioni ya leo. Usikuvunje moyo, usiwe na nguvu wa udhaifu ukakuvunja moyo njiani, ukakwambia hufai.
kwa sababu ya shida hii ulionayo. Natangaza kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai, hivyo hivyo ulivyo unafaa mbele za Mungu aliye hai. Mungu alitukubali wakina Isaac Omari tungali wenye dhambi, tunanuka hatufai, akatukumbatia kwa pendo lake, akatupa safari ya kutembea. Ndio hii tunayoendelea nayo. Mungu aliyetukumbatia wakina Isaac Omari atakukumbatia na wewe hivyo hivyo ulivyo. Vingine vitaondoka mbele ya safari. Mtu yeyote asikupunguzie mwendo njiani. Endelea kusonga mbele ukiangalia hatima yako, huku ukimwamini Mungu ya kwamba Mungu aliyeianzisha safari njema ndani yako ataenda kuikamilisha. Naomba utoke mahali ulipo. Ondoka mahali ambako ulikuwa umevunjika moyo. Ondoka mahali ambako ulikuwa umejikatia tamaa. Simama tena, maana safari yako inaendelea. Ninaongea na washindi walioketi mahali hapa, wangemshangilia Bwana Yesu kwa makofi mazuri. Piga, sema haleluya. Jisemee mwenyewe, Mungu ananikubali na mimi. Mungu ananihitaji na mimi. Mungu ananikubali na mimi. Kama alimkubali Muislamu huyu anayehubiri ambaye hakuzaliwa kwenye Ukristo, atanikubali na mimi pia. Kama amemkubali ustazi huyu, na mimi pia atanikubali. Hebu anza kujiamini mbele za Mungu aliye hai. Mungu aliyetukubali wakina Shabani sisi atakukubali na wewe, akutengeneze, akufanye uwe vile ambavyo yeye anataka uwe. Umezungukwa na watu wengi ambao hawataki kukuona ukistawi, ukichanua, ukisonga mbele. Uwapuuze, wacha wabaki hapo. Angalia msalaba wa Yesu peke yake. Mwangalie Yesu aliyekuita peke yake. Utafika kwenye hatima yako. Nasema utafika kwenye hatima yako. Nasema utafika kwenye hatima yako. Wanaopokea wangeongeza makofi kwa Yesu mwana Mungu aliye hai. Kesho nitaanzia hapo. Muda umekwisha. Simama kwa miguu yako mahali ulipo. Simama kwa miguu yako. Mikono miwili inua juu, funika macho. Mikono miwili inua juu, funika macho. Mikono miwili inua juu, funika macho. Sema, Mungu aliye hai, ninatubu na kuomba rehema kwa kila mahali ambapo nilijikatia tamaa kwa sababu yoyote ile. Nilivunjika moyo na safari ya hatima ya maisha yangu kwa sababu yoyote ile. Jioni ya leo ninatubu na kuomba rehema. Ninatubu na kuomba rehema. Ninatubu na kuomba rehema. Naomba unisamehe. Inawezekana nilipokata tamaa, nilipovunjika moyo, ndipo adui zangu walipopata nguvu ya kunishinda, ya kuniweza. Bwana, jioni ya leo nasimama kwa upya. Najikubali mwenyewe. 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 Ninasimama kwa upya. Ninainuka kwa upya. Nasimama kwa upya. Ninainuka kwa upya. Wewe Mungu uliyemkumbuka Daudi, aliyesahauliwa, aliyedharauliwa, aliyepuuzwa, nikumbuke na mimi jioni ya leo. Wewe Mungu uliyemkumbuka Mefiboshethi, aliyepuuzwa, aliyedharauliwa, nikumbuke na mimi. Wewe Mungu uliyemkumbuka mwanamke mwenye dhambi, yule kahaba, ukamsamehe, ukamrehemu, nikumbuke na mimi. Kila mmoja inua sauti yako, omba tu Mungu akurehemu na kukumbuke, kwa sababu kuna neema naona inaachiliwa hapa, na kuna watu ambao Mungu atawatembelea kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida kuanzia jioni ya leo. Mungu atakutembelea kwa njia ya ndoto. Mungu atakutembelea kwa njia ya maono. Omba tu toba na rehema. Mwambie Mungu, nikumbuke tena. Toba na rehema. Mungu nikumbuke tena.
Inua sauti yako, usimwone haya jirani. Hukuja kwa ajili ya mtu yeyote. Omba tu toba na rehema. Mwambie Mungu nikumbuke tena. Mwambie Mungu nikumbuke tena. Hapo unaponywa majeraha. Hapo unaponywa majeraha. Walikuitaje, walikusemaje, hiyo haijalishi. Mungu bado ana cha kwake ndani yako. Mungu bado ana cha kwake ndani yako. Mungu bado ana cha kwake ndani yako. Omba mtu wa Mungu. Mungu aliyemkumbuka Daudi aliyedharauliwa, aliyepuuzwa, aliyesahauliwa, anakukumbuka na wewe jioni ya leo. Mungu aliyemkumbuka Mefiboshethi aliyedharauliwa, aliyepuuzwa, aliyesahauliwa, anakukumbuka na wewe. Mungu aliyemkumbuka mwanamke huyu mwenye dhambi anakukumbuka na wewe. Inua sauti yako, mwambie Mungu, huu mwaka usiishe kabla hujanikumbuka. Huu mwaka usiishe kabla haujaniinua hatua nyingine. Huu mwaka usiishe kabla hujanikumbuka. Huu mwaka usiishe kabla hujaniinua hatua nyingine. Inua sauti yako, mwite Mungu. Inua sauti yako, mwite Mungu. Iko neema inaachiliwa juu yako. 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 Mungu aliye hai ameweka kitu ndani yako. Ameweka kitu ndani yako. Ameweka kitu ndani yako. Ameweka kitu kikubwa ndani yako. Usikubali kuvunjwa moyo. Usikubali kukatishwa tamaa. Usikubali kukanyagwa na adui njiani. Hata kama ulikanyagwa, ukasagwa, bado thamani yako iko pale pale. Bado thamani yako iko pale pale. Bado thamani yako iko pale pale. Binti, inuka tena. Kijana, inuka tena. Mama, inuka tena. Mwanaume, inuka tena. Inuka tena. Inuka tena. Mbingu za Bwana zimekukumbuka jioni ya leo. Mbingu za Bwana zimekukumbuka jioni ya leo. Inuka tena. Inuka tena. Inuka tena. Inuka tena. Inuka tena kwa jina la Yesu. Inuka tena. Inuka tena. Inuka tena. Inuka tena binti, inuka tena. Inuka tena kijana. Inuka tena baba. Baba, inuka tena. Mwanaume, inuka tena. Inuka tena. Mama, inuka tena. Hautafia hapo, inuka tena. Hautafia kwenye nyumba ya makiri walonde bari, hapana. Ukaketi na wafalme. Inuka tena. Inuka tena kwenye afya. Inuka tena kwenye mahusiano. Inuka tena kwenye ndoa. Inuka tena kwenye elimu. Inuka tena kwenye ajira. Inuka tena kwenye biashara. Inuka tena kwenye miradi. Inuka tena kwenye ujenzi. Inuka tena kwenye uchumi. Inuka tena kwenye huduma. Inuka tena. Muda wetu umekwisha jamani, masaa yamekimbia sana. Jiunganishe na sadaka yako nzuri. Hizi siku zilizosalia hizi zina kitu kizito. Sije ukakosa kesho. Sije ukakosa kesho kwa sababu kuna mahali unaenda. Inua sadaka yako juu kila mmoja. Usisahau kumwandaa mtoto kwa maombi ya kesho na sadaka. Usisahau. Na usimdharau mtoto wala usimdharau Mungu ukampa mtoto shilingi 500 au 200 kwa sababu ni mtoto. Heshimu madhabahu. Heshimu madhabahu. Kama ambavyo wewe huwezi kutoa 500 au 200 kwenye sadaka ya bahasha, hivyo hivyo heshimu madhabahu. Mheshimu mwanao ili mwanao naye akamheshimu Mungu na Mungu akamheshimu mwanao kwa majira yake pia. Inua sadaka yako juu. Inua sadaka yako juu. Kuna mahali niliwaambia wazazi wapeni watoto wenu sadaka kwa maombi, na sio kama tunamchangia Isaki zinaingia kwenye kazi ya Mungu hapo kanisani wakawapa 200 ya kupuuzwa. Simdharau Mungu kiasi hicho. Jengee mtoto heshima ya kumheshimu Mungu akiwa bado mdogo. Amletei mtu, anamletea Mungu. Mwandae mwanao. Sema, Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa neno lako la uzima ambalo amesema nami jioni ya leo. Ninajiunganisha kwa hili neno na sadaka yangu katika jina la Yesu. Amen. Sasa nimkaribishe mwinji aje atoe baraka ili ukija kutoa sadaka uondoke hapa uwae nyumbani. Inakimbilia 70 kama na dakika 26-27. Mama, karibu kwa ajili ya baraka. Tusiwacheleweshe tena watu wa Mungu. Karibu.